Habari za asubuhi. Hamjambo. Asubuhi ya leo tunapenda kumshukuru Mungu wetu kwa sababu ametujalia uzima na ametupatia nafasi hii tena kuwa mbele zake kujifunza, kusikia sauti yake na kuitikia sauti yake. Na leo tunayo mada nyingine kabisa miongoni mwa mada 5 ambazo tunajifunza katika juma hili, na hii inahusu haki kwa imani. Haki kwa imani. Hii mada ya haki kwa imani ni mada ambayo inaonekana kama vile kwa sehemu kubwa katika tafakari za wanadamu, mimi na wewe, kama mtu anavyoelewa, lakini ni mada ambayo imewekwa wazi kwenye Biblia, na nifikiri tu kwa kusema imehubiriwa toka Agano la Kale, imehubiriwa katika Agano Jipya, na ni mada ambayo wakati tunasema Ukristo ni nini, lakini kama mtu hawezi niseme labda tunaweza kaa tunaielewa hivi ama tofauti, hata kama hatuelewi, lakini haki kwa imani ndio ajenda ya Biblia nzima. Na atakayeokolewa ni yule anayeishi hivyo. Baadhi ya mafungu ya Biblia yameitaja si kwa kauli hiyo, lakini hii mada ni tangu mwanzo mpaka Ufunuo. Biblia nzima inahusu haki kwa imani yote. Kama ungeweza kuuliza kwamba hii mada inapatikana wapi, ndiyo kiini cha maandiko matakatifu. Na yeyote aliyeokolewa Agano la Kale, Agano Jipya, ni kwa sababu ya hii. Yako mafungu ambayo yametajwa moja kwa moja kwa neno hilo haki kwa imani, na Biblia nzima imeyataja ni 4 tu yaliyotajwa kwa mfumo huo, yakiwa yameunganishwa kwa pamoja, ni mafungu 4. Agano la Kale ni hilo fungu ambalo linataja moja kwa moja namna hiyo. Sisemi kwamba ndio pekee Agano la Kale, linalokwenda moja kwa moja ndio huyo Habakuki. Agano Jipya yako 3, na ambaye ameyatumia hayo 3 akiyataja moja kwa moja ni katika maandiko ya Mtume Paulo. Ametaja kwenye Warumi, ametaja kwenye Wagalatia, ametaja kwenye kitabu cha Waebrania. Baadhi ya wanaofundisha haki kwa imani, baadhi yao ukisikiliza wanachofundisha, utakuta ama wanajua ama wajui, wanaangukia kwenye hili swala linaloitwa neema rahisi, wakidhani wanafundisha haki kwa imani, kumbe wanashughulika na cheap grace ambayo Biblia nzima haitambui habari ya rehema, neema
rahisi. Cheap grace, haitambui. Kwa kuwa ndio hasa kiini cha Biblia, na yeyote atakayeokolewa ni kwa sababu ya hii mada. Hata kama kuijua ni kwa sababu alielewa hiki ama namna gani, lakini ni haki kwa imani. Kwa hiyo kuna mambo matatu: kuna haki, kuna imani, halafu jambo la tatu kuna kuishi. Haya mambo matatu yako kwenye hilo, hizo kauli hizo ambazo tunakwenda kuangalia. Na asubuhi hii ni ajenda tu ya kutusaidia kuondoa mkanganyiko, maana jioni hasa tutakuja kuiona ilivyo. Lakini asubuhi hii nataka tuweze kujifunza wote katika kujaribu kuelewa hii hasa ina ukinzani gani na uelewa wa mwanadamu wakati Mungu anapotufundisha haki kwa imani. Fungua Habakuki, na ni sura ya kwanza na sura ya pili. Lakini wakati umefungua hivyo, tutaangalia tu mtasari wake, kwa sababu ndipo ajenda iko hapo. Kitabu hiki cha Habakuki ameandika kati ya miaka ya 630, mambo ya miaka ya 630 kabla ya Kristo mpaka 612. Habakuki ameandika ujumbe huu, lakini wakati anaandika, aliandika Mungu akimwelekeza. Ilimuia vigumu sana kuelewa Mungu anamaanisha nini katika swala hili. Na hiki anapoambiwa mwenye haki ataishi kwa imani yake, naishi kwa imani yake. Wakati ujumbe huu Habakuki anaandika, kuna historia ya wafalme watano ambao nataka nieleze ili kusaidia kujua muktadha wake. Wa kwanza ni Josia ama Yosia kwa Kiswahili. Huyu ni yule mwana matengenezo mkubwa, mfalme wa Yuda, ambaye kuzaliwa kwake alitabiriwa atakuja mfalme Yosia. Amekuwepo katika miaka ya 640 mpaka 609 kabla ya Kristo, akitawala kwa muda wa miaka 31. Aliuawa na mfalme Neko wa Misri, na haikuwa ajenda yake, kwa sababu alikuwa njiani mfalme Neko akielekea kupambana vita na nchi nyingine. Lakini Yosia akaingilia kati kumpinga, na Mungu hakutaka afanye hivyo. Hiyo ndio iliyoleteleza kifo cha mfalme Yosia. Aliyefuata ni kijana wake Yehoahazi, lakini alipokaa kwenye kiti cha utawala alikaa kwa muda wa miezi mitatu, akaondolewa na mfalme wa Misri kwa sababu ya uovu. Naenda tu kwa mtasari uweze kujua kinachofanyika hapa ni nini. Baada ya yeye huyo akaingia Yehoyakimu. Huyu alitawala kwa muda wa miaka 11, lakini pia hakuwa mwaminifu mbele za Bwana. Na ninakumbuka ni ndani ya kipindi chake ndio Nebukadreza aliusuru kwa mara ya kwanza mwaka 605. Ilikuwa ni kipindi cha Yehoyakimu. Akafuata huyu ambaye anaitwa Yehoyakini. Kuna Yehoyakimu na Yehoyakini, M na N. Ni ndani ya kipindi cha maisha ya huyu ambaye alitawala pia kwa miezi mitatu, akachukuliwa utumwani Babeli, huyu mfalme wa Yuda. Baada yake wakamweka Sedekia, ambaye na yeye hakujifunza chochote. Ndani ya kipindi cha miaka 11 utawala wake aliishiwa kukamatwa, akatobolewa macho, watoto wake wakauawa mbele ya mfalme Nebukadreza huyu. Na mwaka 586 Yuda ikachukuliwa mateka Babeli.
ni kipindi ambacho Yerusalemu ilibomolewa, hekalu likavunjwa na kuchomwa moto mwaka wa 586. Kwa hivyo nabii Habakuki Mungu anamuita kuzungumza maneno yake wakati wa tishio la mfalme wa Wakaldayo kuja kuangamiza ama kushughulika na Yerusalemu ama Yuda. Kwa hivyo kipindi hicho Mungu anamuita, ndani ya kipindi hiki ni kipindi ambacho Babeli ilikuwa inaibuka kwa dola kubwa sana katika ulimwengu wa kale. Na sio hivyo tu, ilikuwa ni kipindi cha ufisadi wa kimataifa na zahama za kimataifa. Yaani hapakuwepo na utulivu katika mataifa ya Mashariki ya Kati. Kwa hiyo Waashuru, Misri, Wakaldayo, kulikuwa na kugeuzana sana katika vita. Na kwa sababu hiyo Mungu akamuita nabii Habakuki aeleze makusudi yake kwa watu wa Yuda. Sasa kuna kitu hiki cha pekee ambacho unahitaji kuweza kuelewa. Cha kwanza ambacho Habakuki alipambana nacho, ndio maana mimi na wewe leo tunahitaji kuanza na hii swala hili hapa. Alikuwa anapambana na tatizo la dhambi na ufumbuzi wa dhambi. Katika sura hii ya kwanza mpaka sura ya pili mstari wa 20, haya yote yako ndani. Cha kwanza, wakati Habakuki anaona ufisadi, uovu wa taifa la Yuda, akauliza kwa nini Mungu hafanyi kitu? Ni mstari wa pili mpaka mstari wa 4. Kwa nini Mungu hafanyi kitu kwa taifa la Yuda? Uovu ni mwingi, maovu yanaendelea, kuanzia watu wa kawaida, makuhani katika Yuda, viongozi katika Yuda. Nimetoa ule mfano wa wafalme wale, na Mungu hafanyi kitu. Habakuki anahoji kwa nini Mungu hafanyi kitu dhidi ya uovu. Hebu soma mstari ule wa pili mpaka mstari wa 4. Hoja ambayo Ayubu anashughulika nayo hapa kuhusu imani yake mwenyewe dhidi ya tatizo la dhambi, na inapambana na ufumbuzi wa tatizo lenyewe la dhambi. Mambo mawili, anapambana na tatizo la dhambi na anapambana na ufumbuzi. Hapo ndipo unaona imani yake ina struggle. Dhambi inaendelea, alafu Mungu ameonekana amekaa kimya. Hebu soma mstari wa pili mpaka mstari wa 4. Anasema, Bwana, nilie hata lini? Ndio Wewe usitake kusikia? Na kulilia kwa sababu ya udhalimu, ila hutaki kuokoa. Hutaki kuokoa? Mbona wanionyesha uovu na kunitazamazisha ukaidi? Maana uharibifu na udhalimu mbele yangu. Kuna ugomvi, kuna mashindano yatokea. Mstari wa 4, kwa sababu hiyo sheria imelegea sheria, hukumu haipatikani. Maana watu wabaya wazunguka wenye haki. Kwa sababu hiyo hukumu ikipatikana imepotoka. Yaani anaelezea picha iliyokuwa, na anamwambia Mungu, kwa nini umekaa tu hivyo, hufanyi kitu chochote? Na anaelezea wakati wa uovu kwa taifa la Yuda. Ndio hoja yake ya kwanza. Kwa hiyo hapa ana struggle na tatizo la dhambi. Wakati haya yanafanyika, anaendelea kumlilia Mungu aingilie kati, asafishe uovu kwa taifa la Yuda. Na kwa mtazamo wake anaona Mungu kama afanyi kitu. Kwa nini Mungu ufanyi kitu juu ya uovu unaoendelea? Ni kama ambavyo wewe unaona kitu kinaendelea ndani ya kanisa, kinaendelea katika jamii tunayoishi, kinaendelea katika ulimwengu huu, na anaonekana kama Mungu hafanyi kitu. Hiyo ndio hali aliyokuwa nayo Habakuki. Sasa wakati anashughulika juu ya jambo hilo, kwa nini Mungu anawezaje kukaa kimya juu ya uovu wa watu wake? Anakaaje kimya? Ninakulilia, hutaki kusikia. Kwa nini unakaa kimya katika uovu wa watu wake? Sasa Mungu akaleta jibu. Soma mstari wa 5 na wa 6. Akamjibu. Sasa ona
hii solution ya Mungu ya tatizo hili la dhambi ilivyomletea pia shida Habakuki. Mstari wa 5 na mstari wa 6 anasema, angalieni enyi mlio kati ya mataifa, ndio katazameni, ndio kastaajabuni sana, kwa maana mimi natenda tendo siku zenu ambalo hamtaliamini hata mkiambiwa. Hata mkiambiwa hamtaliamini. Mstari wa 6, kwa maana angalieni na waondokeshea Wakaldayo. Inaleta taifa la Wakaldayo, taifa lile kali, lenye haraka kupita kiasi, ndio wapitao katikati ya dunia, ndio ili wayamiliki makao yasiyo yao. Ninakwenda kufanya jambo ambalo hata mkiambiwa hamtafanya nini? Hamtafanyaje? Nini anasema? Ninaleta Wakaldayo. Habakuki anaomba Mungu asafishe Yuda, aondoe uovu kwa taifa hili. Kwa nini ameendelea kuliona tu amekaa kimya, anaonekana afanyi kitu? Akamwambia, sikiliza Habakuki, ninaenda kutumia Wakaldayo kusafisha uovu wa Yuda. Ameanza na shida ya dhambi. Pili, sasa ona Habakuki anaingia kwenye mgogoro na ufumbuzi wa tatizo la dhambi ya Yuda. Mstari wa 12 na 13. Sikiliza Habakuki anavyo react. Anapambana na ufumbuzi wa tatizo aliyokuwa anaomba Mungu afanyie kazi. Mstari wa 12 na 13. Anasema, Bwana Mungu wangu, mtakatifu wangu, wewe si wa milele? Hatutakufa. Bwana, umemwandikia hukumu. Ndio. Nawe Jabali, umeweka imara ili aadhibishwe. Wewe uliye na macho safi, ndio, hata usiweze kuangalia uovu. Unasikia maneno anayozungumza? Anamwambia wewe Mungu una macho namna gani? Safi. Hauwezi kuangalia nini? Uovu. Mwanzoni alikuwa anasema mbona unaangalia tu ufanye kitu? Mungu akamwambia ninakwenda kushughulika na ninaleta Wakaldayo. Sasa hivi ona hoja yake. Wewe si una macho safi, huwezi kuangalia uovu. Ona hoja yake sasa hapa. Anasemaje Habakuki? Anasema, wewe usiyeweza kutazama ukaidi, ndio, mbona unawaangalia watendao kwa hila? Na kunyamaza kimya hapo mtu mwovu amezapo mtu aliye mwenye haki kuliko yeye. Mstari wa 14. Na kufanya wanadamu kuwa kama samaki wa baharini, kama vitu vitambaavyo ambavyo havina mtawala. Anachosema hapa ni nini? Ameanza na hoja, mbona Mungu umekaa kimya? Uovu unaendelea kwa taifa hili la Yuda na umekaa tu kimya. Jibu la Mungu, ninawaondokeshea Wakaldayo. Hao ninajua hata mkiambiwa watu hawatasadiki, lakini ninakwenda kutumia Wakaldayo. Habakuki ndiye wa kwanza kupambana na ufumbuzi wa tatizo la dhambi ya Yuda. Tatizo ni dhambi, ufumbuzi Mungu anauleta, nitatumia Wakaldayo. Habakuki anahoji, hoja yake ni hii: wewe ni Mungu mtakatifu usiyoweza kuona uovu, kwa nini unatumia wakala mchafu asiyekucha wewe? Unatumia wakala mchafu, akimaanisha yani Wakaldayo na Yuda. Kwa uelewa wa Habakuki, Yuda ina nafuu kuliko watu gani? Wakaldayo. Kwa hivyo anahoji, inakuwaje Wakaldayo ambao ni waovu zaidi kuliko Israeli, kuliko Yuda, ndio watumie kuwapiga watu wa Yuda? Anasema, iko wapi haki yako? Mtu muovu amezapo anaonekana kuwa mwenye haki kama samaki wa baharini. Yaani analinganisha mtu muovu Wakaldayo, anaonekana tena mwema ni Yuda. Kwa nini unaruhusu huyu muovu ndiye anammeza Yuda? Na alipomaliza ile sura ya 2 mstari wa 1 akasema, ninasubiri unijibu hii kesi. Nasimama katika zamu yangu nisikilize atakavyojibu katika habari ya kulalamika kwangu. Huo ndio mstari wa 1 sura ya 2.
Kwa hiyo anachofanya hapo ni nini? Haelewi, hakubaliani na mkakati wa Mungu wa kutumia Wakaldayo kwa ajili ya uovu wa Yuda. Uelewa wake ni huu: Wakaldayo ni waovu sana, Yuda ina nafuu. Ndio uelewa wa Habakuki, na hicho ndicho kikafanya Mungu akatoa jibu la pili. Jibu la kwanza, ninakwenda kushughulikia dhambi ya Yuda kutumia Wakaldayo. Jibu la pili, Habakuki anapohoji, hivi haki yako ni ipi hapa? Unatumiaji waovu kushughulikia wanaonekana ni wema, wana nafuu? Ndipo Mungu akaita jibu sura ya pili, na ninaomba usome tu mstari wa 3 na mstari wa 4. Soma. Mstari wa 3 na mstari wa 4 unasema, maana njozi hii bado ni kwa wakati ulioamriwa. Iko mbele, inafanya haraka ili kuifikiria mwisho wake. ndio, Wala haitasema uongo, ijapokuwa ingojee. Kwa kuwa ijapokawia ingojee. Kwa kuwa haina budi kuja. Lazima itatekelezeka kwamba Wakaldayo lazima watakuja kushughulika. Wewe hata kama uioni kwa sasa, Mungu anampa majibu, utaona ikifanyika. Haitakawia. Tazama, roho yake hujivuna. Roho yake inajivuna, haina unyofu ndani yake. Hakuna unyofu ndani, lakini mwenye haki ataishi kwa imani yake. Akamwambia hivyo. Hilo ndilo jibu la Mungu, ni jibu la Mungu kwa hoja ya Habakuki. Akamwambia habari kuhusu kwa nini waovu na unatumia tena waovu, halafu ndio huwa ufumbuzi wa uovu wa taifa la Yuda. Anamwambia sikiliza, hapa panapatakiwa ni hivi: mwenye haki ataishi kwa imani yake. Na hiyo ndio kitu ambacho tunakwenda ukiona. Hivi Mungu alimaanisha nini kusema mwenye haki ataishi kwa imani yake? Na sasa ndugu zangu, karibuni, kwa sababu yote tutaka kusoma sura, maana Habakuki ni sura 3 tu, ya kwanza, ya pili, ya 3. Na sitazungumza ile ya 3 kwa sababu inazidi kuelezea hiki anachozungumza. Nataka uone jinsi mimi na wewe tunavyoweza kupata mgogoro wa hii hoja ya haki kwa imani. Hatukuanza sisi. Habakuki ni miongoni mwa watu ambao katika Biblia hawakuielewa mwanzoni, na Mungu akaiweka tu, akamwambia hapa unatakiwa uishi kwa imani ikiwa mwenye haki. Tutaiona hiyo lugha mchana, mwenye haki. Nini maana ya kuwa na haki na nini maana ya kuishi kwa imani? Lakini hapa nataka uone kwa nini mkanganyiko huu unatokea, kwa sababu gani? Paulo ndiye aliyeitumia hiyo kauli kujadili swala zima la ukombozi kupitia hii hoja, mwenye haki ataishi kwa imani. Na akiitumia hoja hiyo kwenye kitabu cha Warumi sura ya 1 mpaka sura ya 8, amejadili hiyo kauli ya Habakuki yote. Ndio maana unaposoma kitabu cha Warumi unaweza unakiona anavyoenda, lakini amejadili hiyo hoja, mwenye haki ataishi kwa imani, kuanzia sura ya 1 kitabu cha Warumi mpaka sura ya 8, ambayo hizo sura zina mambo matatu: zina kuhesabiwa haki, zina utakaso na zina utukufu. Mambo matatu hiyo haki kwa imani ina mambo matatu ambayo ndio mduara au miduara mitatu ya wokovu. Na ndio Mungu alimwambia Habakuki kwa mtasari tu, mwenye haki ataishi kwa imani. Nenda Warumi sura ile ya 1, tutasoma tu mstari wa 16 na 17. Halafu twende kile kitabu cha Wagalatia sura ile ya 3 na mstari wa 11. Kisha twende Waebrania sura ya 10 na mstari wa 38. Warumi 1 mstari wa 16 na 17. Paulo anaielezea hiyo sasa, hiyo kauli katika muktadha wa uwezo wa Injili na uwezo wake wa kuokoa.
ndio anainukuu hiyo kauli akielezea uwezo wa Injili katika swala zima la kumsimamisha na kumwokoa mwanadamu. Warumi 1 mstari wa 16 na 17 anasema, kwa maana sionei haya Injili, sababu ni uwezo wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie. Kwa kila aaminie, kwa Myahudi kwanza na nani pia, na kwa Myunani pia. Na Myunani pia. 17 kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake, toka imani hata imani, na kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. Kwa hiyo anaileta hiyo kauli katika mkutadha ule ule wa Habakuki, akielezea jinsi inavyofanya Injili. Anasema ni uweza wa Mungu uletao wokovu, na ukileta wokovu anasema ni toka imani hata imani, kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. Na usisahau, wakati Agano Jipya wanaandika, Biblia ilikuwa ni Agano la Kale tu peke yake, kuanzia Mwanzo mpaka kitabu kile cha Malaki, ingawa katika mpangilio hakikuwa kimepangiliwa kwa hivyo. Maana mpangilio tunaosoma kwa sasa kwamba hiki kitabu cha mwisho ni Malaki, sio mpangilio wa Kiebrania katika Biblia. Mpangilio wa Kiebrania, kitabu cha mwisho ni Mambo ya Nyakati, na walikuwa na sababu zao kwa nini walifanya vile. Lakini kwa lugha nyingine tu, kwa ufupi, ni kwamba hii inaelezea juu ya kuishi kwa imani, akielezea katika muktadha wa uwezo wa Injili ya Yesu Kristo. Ninahusu kuhesabiwa haki kwa imani, kuishi kwa imani. Wakati anajibu hoja hiyo hiyo kwa Wagalatia sura ya 3 mstari wa 11, akarudia kauli hiyo. Hebu soma Wagalatia sura ile ya 3 na mstari wa 11. Allah Bwana anasema, ni dhahiri ya kwamba hakuna mtu ahesabiwaye haki mbele za Mungu katika sheria, kwa njia ya sheria, kwa sababu mwenye haki ataishi kwa imani. Hapo anazungumzia swala zima la kupata kibali mbele za Bwana hakutokani na alichotenda mtu yeyote, ila mwenye haki ataishi kwa nini? Ataishi kwa nini? Akairudia katika mkutadha mzima wakati ule wa kitabu cha Waebrania sura ya 10 mstari wa 37 na 38. Waebrania 10 mstari wa 37 na 38. Anasema, kwa kuwa bado kitambo kidogo sana yeye ajaye atakuja, wala hatakawia. Lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisita, roho yangu haina furaha naye. Kwa hiyo hayo ni mafungu ambayo yametajwa moja kwa moja na Paulo akiyajadili katika mkutadha ule ule mmoja. Atakaye sita, roho yangu haina nini na yeye. Mwenye haki wangu katika kusubiri kuja kwa Yesu mara ya pili, anasubiri kwa sababu ni mwenye haki, anapaswa aishi kwa imani. Sasa haya yote yanapotajwa, ni nini hasa maana yake? Hebu kwa dakika zilizobaki nitembee sasa, tujifunze, uone anachoeleza. Kumbuka, kwa mara ya kwanza hoja imeanza na Habakuki akijaribu kuweka hiyo hoja inayoonekana kuitarafiana kwa upande wa anachofanya Mungu na kile anachotaka mwanadamu Mungu aweze kufanya. Haya mafungu yatatusaidia kufafanua kwa asubuhi ya leo, kama kuweka msingi wa somo. Mchana ndipo tutakuja kuona hiyo hoja, kuishi haki na imani. Mchana hii inataka tu kuona kwa nini Habakuki ana mashindano na ufumbuzi wa Mungu, na mpaka Mungu akabidi amwambie, unachotakiwa hapa Habakuki ni kuishi kwa imani. Tafsiri yake ni nini kwa sehemu hii ya kwanza, hoja ambayo leo tunapishana nayo, pengine mimi pamoja na wewe. Nilisema ya kwamba sio Habakuki pekee katika Agano la Kale, ni wengi.
lakini ngoja nipite mfano wa hao watu uone, tusaidie tu kuelewa hiyo hoja ni kitu gani kinachozungumzwa hapo. Nenda katika kitabu cha Yeremia. Yeremia ni mojawapo pia ambaye alipata mgogoro wa hiyo somo, na Biblia imeandika wazi hoja yuko hapo juu ya utendaji wa Mungu katika changamoto hii ya dhambi na ufumbuzi wake. Soma katika Yeremia sura ya 12 na mstari ule wa kwanza na mstari wa pili. Na Bwana linasema, wewe u mwenye haki, Bwana, wewe ni mwenye haki, nitetapo nawe, nina mateto na wewe, nina mashindano na wewe juu ya swala hili la haki. Nitasema nawe katika habari ya haki. Habari ya haki. Mbona njia ya wabaya inastawi? Mbona wote watendao hila wanakaa salama? Alafu umewafanyaje? Umewapenda. Umewapanda. Anasema umewapanda. Naamu. Umewatia mizizi. Alafu wanakuwa. Naamu. Wanazaa matunda. Hebu sikiliza hiyo hoja ya Yeremia. Yeremia anahoji hivi, mbona njia ya wabaya inafanya nini? Na wote watendao hila wanakaa nini? Salama. Mnamsikia anachotoa hoja yake? Na anasema nina mateto juu ya haki ya nani? Haki ya nani? Haki ya Mungu. Hivi Mungu unasema wewe mwenye haki, haki yako iko wapi? Mbona wabaya ndio wanafanya nini? Watendao hila wanakaa nini? Na nani amewapanda? Nani amewastawisha? Hivi umewahi kuwa na hoja hiyo na wewe? Umewahi kutafakari juu ya hoja hiyo? Kwa nini waovu huku Mbeya ndio wanastawi, wanakaa salama, mambo yao yanasonga vizuri? Yaani unafikiria mpaka unasema hivi ni kitu gani? Hivi Mungu anafanyaje? Swala la haki kwa imani, unataka upitie maswali uone kwamba aliyepambana nayo sio tu Habakuki. Yeremia anatoa hoja katika haki ya Mungu. Iko wapi haki yako? Uko wapi utendaji wako? Hivi umekuwaje? Yaani anahoji tabia ya Mungu ya haki. Ikiwa wewe ni mwenye haki, mbona waovu ndio wanakaa salama? Halafu wewe ndio umewapanda, umewaotesha, ukaweka mbolea na maji na umwagilizia, wamekaa salama katika nyumba zao, na ni waovu ndio wanafanikiwa. Lakini hii hoja, ili uone kwamba haki kwa imani ndio iliyomstawisha na ikamuokoa Ayubu, sio kitu kingine. Naomba usikilize, majaribu yote, changamoto zote, watakaosimama ama walikuwa wanaijua hii hoja ama wakujua, lakini kwa sababu ya haki kwa imani, kilichomuokoa Ayubu ni hoja hii. Rafiki zake wale watatu wote, Sofari, Elifadhi, watatu ni nani? Bildad. Wote hao walikuwa hawajui hii mada, wote walimwelewa Mungu kinyume kabisa. Kwa hiyo wakati majanga yanampata Ayubu na matukio aliyokutana nayo, walimwambia hivi, Ayubu, unachopitia wewe ni matokeo ya uhusiano wako kuwa mbaya na nani? Na ngoja niwaambie, unaweza kusema tu ni sisi ama walikuwa ni wao, lakini wewe niwaambie, Wakristo wengi na Ukristo wengi wa leo tunaelewa hivyo. Na unajua mwisho wa siku Mungu alimwambia akasema, walichosema hao rafiki zako hawakusema maneno yangu, na kwa sababu hiyo wanahitaji watubu, halafu utawaombea. Kwenye sura ya mwisho, hawakusema maneno yangu. Hivi ngoja uone kwa mfano, uone kinachofanyika. Nenda tu tusome mafungu machache. Nenda Ayubu sura ile ya 21, alafu usome mstari ule wa 5 mpaka mstari wa 10. Uone mtasari huu ambao imekuwa ndio changamoto kubwa, na Ukristo wetu mwingi unapimwa katika masuala haya. Kinachotuletea mgogoro sisi leo ni mada ya haki kwa imani, na atakaye kuokolewa katika kipindi hiki cha mwisho ni yule anayeelewa mada hii maana yake ni nini. Ndio maana Mungu akasema, sikiliza Habakuki, hapa kuishi ni imani. Bila hicho huwezi kuishi. Mwenye haki atapaswa aishi kwa imani. Ayubu sura ya 21 mstari wa 5 mpaka wa 10. Hapa Ayubu anamjibu Sofari madai yake kwamba kinachoendelea kwa Ayubu ni maisha yake ya uovu. Kwa hiyo Mungu anamshughulikia kwa sababu ya uovu wake. Ayubu akatoa hoja. Naona anavyoandika, soma. Nasema,
Niangalieni mkastaajabu, mkaweke mkono kinywani, hata nikumbukapo na huzunika. Na utisho wanishika mwilini mwangu. Ndio mbona waovu wanaishi? Anahoji hao kina Sofari wanaomshambulia, kama mimi ndio yanipata kwa sababu ni muovu, mbona waovu wanaishi na kuwa wazee na mpaka wanazeeka? Naam, kuongezeka kuwa na nguvu. Hivi una habari hata waovu nao wanaishi mpaka wanazeeka Na ndio maana unapofundisha mada ya kuwa na afya, kwamba ukila hiki, ukiacha chakula hiki, ukiacha pombe, ukiacha madawa ya kulevya, ukiacha sigara, utaishi umri mkubwa. Hoja iko hapa mezani, mbona waovu wanaishi na kuzeeka? Na kama wewe umeamua kuishi ujumbe wa afya ili uwe na uzee umri mkubwa, hoja iko tu, wazee nao wapo ambao ni waovu, wanavuta sigara tangu ujana mpaka wanazeeka, wanagonga miaka 100. Na bahati mbaya wengine wanapofundisha wanasema ukiwa namna hiyo hautaugua magonjwa mabaya ya dunia hii, na wanaita magonjwa ya Misri. Ukiwauliza watakwambia kisukari, watakwambia shinikizo la damu, ukiuliza watasema, na hatuna mara popote tunaambiwa ni magonjwa ya Misri. Hivi unajua magonjwa ya Misri? Nenda angalia ile mapigo 10 uulizwe, hii pressure nayo iko humo, kuna saratani hapo. Kwa hiyo wanaona ukiishi ujumbe wa afya utaishi miaka mpaka uzeeke. Na ukweli ni huu, Ayubu anahoji akili ya Sofari, mbona waovu wanaishi mpaka wanakuwa wazee? Kinachofanya wao wanaishi ni nini? Endelea, sikiza anachosema. Soma mstari wa 8. Kizazi chao kinathibitika nao machoni pao, kinakaa machoni pao, kiko imara, na wazao wao mbele ya macho yao. Ndio nyumba zao zi salama pasipo hofu. Nyumba zao zinakaa salama, hazina hofu, na ni waovu. Wala fimbo ya Mungu haiwapigi. Nani hawapigi? Sisi tukiona waovu tunatamani siwapigwe. Jana niligusia juu ya jambo hili kwamba kama mtu anakunyanyasa, hasa inapoonekana kwa swala ya imani au kwa sababu ya hiki na kile, anakuonea, ukasikia kwamba mabaya yamemtokea, si unafurahi? Mtu anasema sasa Mungu amenijibu maombi yangu. Biblia inasema fimbo ya Mungu haimpigi na ni muovu. Halafu anasemaje msomaje? Mstari wa 10 anasema fahali wao huvaza. Anazungumzia mifugo yao inazaa, ng'ombe wao dume na ng'ombe wao jike wanafanyaje? Endelea kusoma, maana yako hapo. Wala hapungukiwi na nguvu. Hapungukiwi na nguvu. Ng'ombe wao na mke huzaa. Asiharibu nini? Anazungumzia shughuli zao za uchumi, mafanikio yao. Wewe unafuga kuku wako, banda linaongezeka, unashangaa wanakufa wote siku moja. Na waovu wanaongezeka tu. Unalima bustani, unashangaa yameharibika. Huyu ni muovu, yanaendelea. Yaani kuna wakati mpaka unafikia hatua unajiuliza, mbona waovu wanastawi? Mungu anaoperate vipi? Anafanyaje? Kwa nini anaonekana kufanya hiki na kile? Na kwa sababu wengi tunapata mgogoro wa utendaji wa Mungu kuhusu maisha na mafanikio ya wanadamu hapo duniani, tunaingia kwenye hatari kubwa mno. Na ndio maana hii mada ni ya muhimu sana, kwa sababu imefanya Ukristo wetu kuwa fake. Tusipouelewa tunakuwa na Ukristo hewa na haupo popote kwenye maandiko. Wale wanaonukuu Biblia ya kwamba nitakufanya kuwa kichwa, hautakuwa nini, so wananukuu Kumbukumbu la Torati, na wanashangaa leo kuna ambao hawajashika maagizo ya Bwana ni kichwa. Huyu ni mwanafunzi, hajajua kanisa, lakini anapata A kwenye masomo yake. Na wewe unafunga na kuomba ili ufaulu, kana kwamba sala ipo kwa ajili ya mtihani. Ikiwa wewe unahangaika kwa ajili ya kupata nyumba na kufunga na ili upate nyumba na kuomba, wenzako wana nyumba sio moja, nyingi, na hawajawahi kufunga. Hawajawahi. Yaani Ukristo uko hii hoja, mwenye haki ataishi kwa imani, haishi kwa mafanikio, haishi kwa hiki. Hapa hoja ya mezani ni hii, ninakwenda kufanya jambo ambalo ukisikia hutasadiki. Nimwambia Habakuki. Na hiki ndicho Ayubu kilichomsaidia. Anawaambia kina Sofari na wenzake, ikiwa mimi ninachopitia ni matokeo ya kuwa muovu, mbona waovu wanaishi na mpaka wanazeeka, mafanikio yao na kila kitu?
Ndio maana nikasema ya kwamba kama uelewi maana ya Malaki 3:10 kwamba leteni zaka kamili, alafu 2 anasema ya kwamba nitaweze kubariki isipo na nafasi. Na kwa sababu hivyo watu wanatoa, wanarudisha zaka wakiwa na akili ya kwamba Mungu atawajaza, kwa sababu wanasoma Malaki, na lile fungu halisemi hicho unachofikiri, halisemi. Takapoingia kwenye hiyo mada ya habari ya uwakili utakuja kuona. Na mara nyingi tumeleta kitu hicho kwamba tunawaambia ukirudisha kwa uaminifu, ukitoa kwa sadaka kwa uaminifu, Bwana anakujaza. Nikawaambia huo ni mchezo mchafu wa biko. Hiyo ni biko, na kama ni hivyo sio kitu chake hata siku moja, haifanyiki namna hiyo hata siku moja wala. Na hiyo ni nini? Habakuki anashangaa, Yeremia naye anahoji, mbona wabaya wanastawi? Na hapa Ayubu anawahoji hawa Sofari, kwa nini waovu wanaishi mpaka wanazeka? Mifugo yao inaongezeka tu kila leo na ni waovu. Leteni hoja hapa mezani basi, thibitisheni kama kufanikiwa kwa watu hapa duniani ni uhusiano mzuri na Mungu. Kwa nini waovu wanaishi na wanakuwa wazee? Ikiwa unarudisha zaka na kutoa sadaka kwa ajenda ule ufanikiwe, umepoteza. Wenzako wanafanikiwa na hawajawahi kurudisha hata zaka. Ni mtego umejiwekea, utajinyonga. Kwa sababu Mungu haupareti katika ukweli huo. Hana ukweli huo kwenye maandiko. Utakuwa unaopareti vitu ambavyo havipo. Usiwe mwaminifu kwa zaka na sadaka eti aje akujaze. Maana ingelikuwa ni hivyo, waovu wasingelikuwa na mafanikio. Kwa hiyo anapatia hoja. Na kwa sababu hiyo, sikiliza, nenda sura ile ya 12 na mstari wa 6. Ayubu huyo anawajibu bado. Na anaeleza hao wote wanaofanikiwa. Uelewa wa Ayubu ni huu, nani anawafanyia hayo? Ayubu sura ya 12 na mstari ule wa 6. Hebu soma. Sema. Ndio. Hema za wapokonyaji, za wapokonyi ufanya nini? Ufanikiwa. Wapokonyi ni watu gani? Wezi. Wale wenye kufanya dhuluma, mafisadi. Nyumba zao zinafanya nini? Simuseme ama umeamua kugoma? Na dekaze. Niliwaambia sio sisi, ni wana ambao hawajafanya nini. Kwani amuoni wanyang'anyi, watu mafisadi wanafanikiwa? Bwana, ninyi mmekuaje ukumbea hakuna? Mbona hema za wapokonyi zinafanikiwa? Halafu anasemaje msomaji? Anasema na hao wamkasirishao Mungu, wale wanaomkasirisha Mungu ukaa salama. Wanakaa salama. Mikononi mwa Mungu huleta mikononi mwao Mungu huleta vitu vingapi? Vingi. Nani anawapa? Nani anawapa? Na unasikia mtu anasema wanapewa na Freemason. Halafu ni Mkristo huyo. Freemason ni nani? Sisi tuko hapa, kila nikija hapa asubuhi nakutana mabasi. Wenye mabasi hao ni Wakristo waaminifu. Ninauza ni Wakristo waaminifu. Si unapanda mabasi yao? Wewe tangu umekuwa Mkristo unayo. Unajua tunaziweka kitu hapa mezani ili ujue kwamba unapokuwa mwaminifu usirenge huko. Ndio maana mtu yeyote asisimama hapa akasema nimefanikiwa kwa sababu ni mwaminifu mbele za Bwana. Si kweli. Na ndani ya siku hii ya leo si kweli. Sikilizeni, ni hoja itakayowamaliza watu kiroho. Si kweli. Ndio maana siku ni kama ya kwamba usiseme ukiwa mwaminifu utaoa, utaolewa. Nikakwambia hata wapagani wanaoa na kuolewa. Usiwaambie watu ukiwa mwaminifu utazaa watoto. Hata wapagani na wagonjwa wa akili wanazaa mapacha. Kwa hiyo usije na hoja ya mafanikio. Ukileta mafanikio ya kiuchumi, hoja ya kufanikiwa kwa uchumi sio garantii ya uhusiano mzuri na Mungu. Hata wapagani amewajaza mali zake. Na nataka usikilize kitu cha pekee. Na Mungu atusamee sisi wafundishaji ambao tumewaaminisha watu ukiwa mwaminifu utajazwa mali na mafanikio ya dunia. Si neno na fundisho la Biblia. Kufundisha hivyo ni kutuweka mazingira mabaya ya kukamatwa na shetani. Na tuweze kusalimika. Ikiwa ndio uelewa. Anasema hivi, wao wanyang'anyi wanaishi, wanafanikiwa mikononi mwao. Freemason amewapa mali nyingi. Nani amewapa? Na ngoja niwaambie, kama kuna upagani unaofanyika, ukimleta mtu hapa kwenye ibada ya matoleo hapa, anashika Biblia, alafu anakusomea Zaburi 24 mstari wa 1. Unasemaje? Mbingu na vyote vijazavyo ni mali ya nani? Alafu na nini tena?
dunia na watu wakao ndani. Alafu akitoka hapo akiona watu wana mali, anasema wamepewa na free. Ukimpatia hapa ibada ya matoleo, vyote vijazavyo ni mali ya nani? Sasa kama Freemason anawapa, basi anavinyang'anya Mungu. Lakini kama vile haisemi hivyo, ukisoma bado Hagai sura ya 2 mstari wa 8 ameeleza hivi, fedha ni mali ya Bwana na dhahabu ni mali ya nani? Asema Bwana Mungu. Fedha ni za Bwana, dhahabu ni za Bwana. Sasa kama fedha ni za Bwana na dhahabu, wale wanaokwenda kwa waganga ili wakapate dhahabu wanapewa na nani? Wanapata ama wapati? Nani anawapa? Ndio uone mgogoro tulio nao. Nani anawapa wakati wameenda kupiga ramuli, wameenda kutoa kafara? Nani anawapa? Amesema nani anawapa? Kwani Biblia yako inasemaje? Mikononi mwao Mungu huwapa vitu vingapi? Ngoja niwaambie, hawapewi na yule mganga, hawapewi na chochote, wanapewa na Mungu. Na naomba fungua akili yako, acha kukalili. Nisikilize vizuri. Wanapewa na nani? Na unajua mtu mmoja akaniambia, pasa, uweze kuona siku ile Yesu anajaribiwa, anasema akamwonyesha miliki zote ya dunia, akamwambia haya yote nitakupa ukinisujudia. Nenda pole na kauli ile. Unataka kuniambia shetani aliumba hii dunia na hiyo mali anasema nitakupatia? Kulikuwa kuna hoja ya kipambano, ya pambano iliyoko pale, sio habari ya hii mali. Kuna hoja nzito iko pale. Yaani majaribu matatu yale ni majaribu ambayo katika silaha zote za shetani hayatapita yale, na yalikuwa yanalenga ile divinity ya Yesu. Sikiliza, hakuwa anazungumzia kumpatia habari ya utajiri. Yesu hajaje ili apate utajiri hapa duniani, na mnaelewa alikuja kwa ajili ya nini. Kwa hiyo ukienda haraka utajua. Ni kama ukisikia hapa siku ile kwenye harusi ya Kana ya Galilaya, alafu hawana divai. Mariamu anamwambia Yesu kwamba hawana nini, kana kwamba yeye ndio alikuwa na kamati ya vyakula na vinywaji, wakati mwenye kamati alikuwepo. Lakini Yesu, Mariamu anamwambia hawana nini? Divai. Sikiliza jibu la Yesu. Anamwambia, mama, muda wangu hujafanya nini? Lazima ufikirie uone, hivi kuna uhusiano gani wa kuwapa watu divai alafu na muda wake haujafika? Lazima ujue hapa kuna hoja ambayo wenyewe tu wawili ndio walikuwa wanaielewa. Ukiasikia kwa masikio utajua. Mariamu hakuwa hasa anashughulikia divai. Mariamu alikuwa na hoja ya kwamba kwa kuwa yeye alijua huyu ni Masihi na ndiye aliyekuwa anatazamiwa, alitaka adhihirishe mimi ndiye Masihi. Na Yesu anajibu hiyo hoja, mama, nenda pole, muda bado. Wewe ukienda haraka huwezi kujua wapi wanazungumzia. Kwa hivyo wanapozungumza habari hii yote unayoiona hapa, mbona waovu wanaishi, Mungu ndiye anawafanikisha na ameiweka hiyo bayana. Fungua Mathayo sura ya 5. Mathayo sura ya 5 soma mstari wa 45. Pengine nitasimamia hapa leo asubuhi hii. Mathayo sura ya 5 na mstari wa 45. Neno la Bwana lasema, ninasema ili mpate kuwa wana wa Baba yenu, mpate kuwa wana wa Baba yenu aliyeko juu mbinguni. Maana yeye huwaangazia jua lake waovu na wema, waovu na wema, huanyeshea mvua wenye haki na wasio haki. Umesikia anachokifanya Mungu? Hilo jua umeniona limewaka? Mniambie, ni kwenye nyumba za wapagani ni giza? Anaangazia jua wema na nini? Mvua zikinyesha hapa Mbeya, zinanyesha mashamba ya Wakristo pekee waaminifu, inanyesha mpaka juu ya mawe. Na alisema nitakufungulia hazina yangu. Na Biblia inataja hazina kutoka juu kwa maana ya mvua, ambayo ni ishara ya kuwapatia watu maisha. Na anasema hivi, Baba yenu wa mbinguni anatoa maisha hayo kwa wema na watu gani? Wevu na wema. Maana yake ni nini? Katika kutegemeza maisha ya wakazi wa dunia, katika kuwapatia mahitaji yao, wema na waovu, Mungu hajawahi kuwabagua. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, mafanikio yote ya dunia hayatumiki katika kigezo cha Ukristo. Na sikilizeni vizuri, mafanikio yote ya nini? Yote ya wapi? Si kigezo cha uhusiano na Yesu. Kwa sababu akitoa mvua anawapa wapagani na wasio watu gani? Akitoa jua anaangazia watu wangapi?
Leo Kristo wa leo unataka ufanye hivi. Mungu wa Wakristo ndiye awajaze mafanikio, awaokoe wanapokuwa kwenye shida, awapatie watoto, awapatie cheo, awape nyumba, awape gari, awapatie, wakiugua awaponye. Hiyo haiko kwenye maandiko. Huyo Mungu utamtafuta, hutamuona kwenye Biblia. Yeye ni mkamilifu, anawafanikisha bila kujali ni wema ama ni nani. Na kama kuna dhambi tunahitaji kutubu, ni ile ya kuona watu waliofanikiwa tukasema wamepewa na Freemason, tukadhani ni kafara walizozifanya. Hapana. Yaani kwa kuwa Mungu ni mkamilifu, licha ya hayo yote wanayofanya bado anawafanikisha. Wao wakifikiri ni dawa za waganga, kumbe hakuna. Shetani hajaumba hata mchanga, sembuse almasi. Hana uwezo wa kuumba, vyote ni vyake, amewapa. Ukiamua kuwa mwaminifu, usiwe na hoja ya kwamba sasa atanifanikisha. Sikiliza, amefanikisha na wapagani waovu, anawapa. Sasa Biblia iko wazi kabisa, ndiye anayewapa. Hawapewi na shetani, hawapewi na mawakala wa shetani, Freemason na wengine. Ndiye anayewapa. Mungu wako ndiye anayewapa. Hema za wapokonyi zinafanikiwa mikononi mwao. Mungu huleta vitu vingi. Hapa Habakuki inachotakiwa, mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Hatuishi kwa kitu chochote kile, kwa imani. Na mchana ndipo nitaingia swala hiyo. Hii ni hoja ya miaka mingi ambayo sio sisi tu ambao tumekuwa na hii shida, hata walioandika Biblia walipambana nayo, na Mungu alibaki akisema maisha ni imani kwa aliye na haki. Sasa mchana ndipo tutakuja kuiona jinsi inachosema. Ukristo wetu sio wa kujazwa noti kwenye mifuko. Haupo Ukristo huo. Ukiwa Mkristo kwa ajili ya noti umepoteza. Maana hata wapagani ambao ni watu wake amewaumba, amewapa noti. Na ndio maana mafundisho yote yanayowatazamisha watu wakiwa waaminifu watafanikiwa katika maisha haya ya sasa, maisha haya ya kidunia, amepotosha neno la Mungu. Amepotosha. Na sababu ya msingi ya kujibu kama ndivyo, kwa nini waovu wanafanikiwa? Hiyo ndio hoja iliyoko mezani. Na kwa sababu amewaaminisha watu hivyo, basi anapata majibu yasiyo sahihi. Anawaambia shetani anawapa, maana wanatoa kafara, wanatoa watoto, wanafanya hivi. Na mimi nakuuliza swali tu, ndugu zangu, ni mazingaombwe tu ya ibilisi. Wakati wote tunasoma primary, wanasema leo wanakuja ni mazingaombwe, tunaingia kwa shilingi 10, senti ngapi, si wakati huo unaingia. Tuko primary, anachukua majani ya miti kwenye kiganda la kiberiti, inakuja noti ya shilingi 10. Sasa mimi nikawa nimekuja baadaye ukubwani ndio nikaelewa. Nikasema hawa watu wanatuchezea akili. Hivi kama kweli ana uwezo wa kutengeneza noti kutoka kwenye majani ya miti, kwa nini anataka tuingie kwa vingilio? Nikini macho. Hicho ndicho kinachofanyika tu hapa. Hii unayoona watu wanaenda kwa waganga, sijui leta hiki siku zote, leta hiki na hiki. Hakuna mganga kwenye hii dunia atakwambia dawa yangu inachanganywa na sukuma wiki. Atakwambia leta kuku, leta kondoo, leta mbuzi. Wewe unafikiri ni dawa inatengenezwa, mwenzako anakula. Ni mganga yupi anayesema mboga za majani inachanganyishwa na hiyo? Atasema leta hii tuchinje, na aziki anapeleka mezani. Kwa hiyo hicho ndio kinachofanyika hicho. Na ndio maana tuwafundishe wanafunzi kwamba eti wakaribia na mitihani eti wafunge, waombe, wafaulu. Hapana. Kufaulu mtihani haiko kwenye equation ya kufunga na kuomba, iko kwenye equation ya kufanya kazi siku 6. Na ndio maana waliofanikiwa kwenye hii dunia sio mataifa tu ya Kikristo. Nenda Uarabuni, sio Wakristo. Nenda China, Wahindi wale Wahindi wa Shinto wa Japan, Confucianism. Nenda kule Japani, nenda kwingine, nenda Korea, sio Wakristo wale. Kwa nini? Kanuni ya mafanikio haiko kwenye sala.
Yeye ameisema hivi, fanya kazi siku ngapi? Nitabariki kazi ya mikono yako. Hasemi kwamba nenda ukazane kufunga na kuomba halafu anakujaza. Hakuna dini hiyo, hakuna fundisho hilo kwenye Biblia, halipo. Mwenye haki ataishi kwa imani. Baada ya utangulizi huu wa mgogoro huu ambao umeonekana kugubika akili zetu, ndipo sasa mchana tutakuja kuiona alimaanisha nini haya mambo matatu. Nini maana ya kuishi kwa imani kwa yule aliye na haki? Wakati uelewi mambo sitofahamu, unataka Mungu walio waovu wasipewe mali, unataka wale ambao ni waovu wasipate watoto, unataka wale waovu wasipande cheo, unataka wale waovu wasiwe hivi. Mimi anasema acha, hakuna kitu hicho. Mungu hajabagua watu wake kwa sababu wanamcha yeye au hawamchi yeye. Amewapa wote bila kujali uhusiano wao na yeye. Na ndio maana ukirudisha zaka na sadaka, usifanye hivyo ili maisha ya kiuchumi yapande. Haiko hiyo equation kwenye neno la Bwana. Umepoteza, haipo popote. Na bahati mbaya viongozi wa wakili na wafundishaji kama mimi tunawapatia watu ushuhuda, fulani alipokuwa mwaminifu duka lake likaongezeka, fulani alipokuwa mwaminifu mifugo yake ikaongezeka, na hatuwaambii watu ukweli. Wako wapagani na mali zao zinaongezeka. Hakuna makosa makubwa kama yale. Na hivyo watu wakakazana kuwa waaminifu kwa ibada ya matoleo, wakijua watajazwa. Mwaka wa kwanza hakuna, wa pili hakuna, wa 7 hakuna, wa 8. Mwisho anasema labda Mungu hajali watu wake. Na Ibilisi anatukamata kwa sababu tumeacha Biblia na tunatembea na Mungu tuliyejitengenezea, tunayetaka operate namna hii. Kwa nini unaleta Wakaridayo kushughulika na watu tunaona kama ni wema? Tunataka Mungu aoperate katika uelewa wa kwetu. Mungu awe wa Wakristo, Mungu awe wa Adventista Sabato, wengine waisome namba. Biblia haina fundisho hilo. Na Mungu wetu atujalie iandike njozi iwe wazi, asomaye aisome katika kama maji. Mwenye haki wangu ataishi kwa nini? Tusimame kwa ajili ya ombi. Pasa karibu kwa ajili ya ombi. Haleluya. Mungu wetu mtakatifu, uliye mwema na mwaminifu kwa maisha yetu, tunakushukuru kwa sababu umetupatia fursa ya pekee na upendeleo mwingine wa kusikia maneno ya pekee kutoka kwako. Asante Yesu kwa sauti hii kutoka kwa mtumishi wako, ambayo inatufungua na kujua ya kwamba sisi ni watu wa aina gani na nini tunatakiwa kusimama nacho katika Ukristo wetu, katika yale ambayo tuliamini. Lakini leo tunapojifunza katika hivi, tupatie namna ya pekee kuyaelewa na kuyaishi kwa imani. Haijalishi jana tumekuwa katika namna gani ya maisha, lakini tunaposikia ujumbe wa aina hii, Yesu, hebu jina lako na likiandikwe upya katika vifua vya mioyo yetu. Asubuhi ya pekee waja wako tumesimama kwa imani ile ile ya kwamba kwa kufika hapa tutabarikiwa. Endelea kutubariki kupitia maneno haya, lakini mtumishi wako mpatie nguvu na uwezo wa pekee. Mpatie hekima na maarifa zaidi. Anaposema yote yatoke kwako. Lakini kwa namna nyingine tunakusihi, tupatie akili ya pekee kufunguliwa na kuelewa maneno haya. Ondoa usugu na uelewa ambao ulika katika akili zetu, na mwisho wa siku kila mmoja akawe tayari kwa safari ya kwenda mbinguni. Masaa haya mazuri tunapoendelea kutimiza kanuni ya kufanya kazi siku 6, wabariki watoto wako wanapotawanyika kwenda kwa majukumu ya kila siku ya kazi zao. Fanikisha majukumu yao na Roho wako Mtakatifu akanene nao katika kazi zao. Endelea kuwa pamoja nasi kwa siku hizi 7, na mwisho wa siku ushindi mkubwa katika maisha yetu ukaweze kutokea. Tunaomba haya kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Amina. Bwana atujalie, na kama hutakuwa na dharura yoyote, tafadhali usikose mchana. Hii ni hoja ambayo Ukristo unazunguka, na ndio kiini cha Ukristo, haki kwa imani. Na ninawaomba tafadhali wajulisheni na wengine ambao wanaweza kuja waweze kusikia. Na Bwana atubariki, tuwe na siku njema.